Karibuni wapendwa katika kipindi kingine cha Bwana Yesu Kristo. Ninashukuru wale wote ambao wananisikia siku ya leo. Ninawakaribisha kwa hii channel ya Bwana Yesu Kristo. Hii channel ni ya kila mtu. Ninakaribisha watu wote, nchi zote, mataifa yote, kabila zote. Karibuni kwa hii channel. Hii channel ni ya kumtukuza Bwana Yesu Kristo. Ni channel ya kufungua wengi na kuwafundisha ni nani Bwana Yesu Kristo na maadili zake. Na leo tutazungumzia kuhusu rehema za Bwana Mungu wetu. Rehema za Bwana Mungu wetu. Hiyo ndio kichwa au neno la leo. Rehema za Bwana. Siku ya leo ndakupa ushuhuda kukuonyesha rehema za Bwana katika maisha yangu, na pia we mwenyewe ukiangalia maisha yako utaona kila kitu ni rehema za Bwana ama rehema za Mungu. So kichwa cha ujumbe leo ni rehema ya Mungu. Rehema ya Mungu. Leo tutazungumzia kuhusu rehema ya Mungu, kila jambo jema ambalo Mungu amekufanyia na ametufanyia sisi wote. Neno la Mungu linasema kuwa Mungu anaona kila kitu katika maisha yetu, katika kila kitu ambacho tunafanya. Tunaweza kuwa sisi tuko na watoto, tunaweza kuwa sisi wenyewe ni watoto wa baba na mama. Tukiendelea kwa maisha yetu, tunajua kuwa Mungu anaona kila kitu popote pahali huko. Pengine unapitia shida, ama wewe ni mgonjwa hospitali, ama wewe umefungwa kwa jela, ama wewe unapitia mashida katika maisha yako. Biblia ama kitabu cha Mungu kinasema Mungu anaona kila kitu. Hajakusahau. Kwa mapito yako Mungu hakuagi ametusahau. Ukikuwa unateseka katika ndoa, Mungu hajakusahau. Anaona kila kitu ambacho kinafanyika katika maisha yako. Hata kama wewe ni mtu ambaye ajui Mungu, wale ambao kuna wengi ambao wamesema Mungu hayuko, jua kuwa Mungu anaona kila kitu. Kwa shida zako, kwa magonjwa zako, kwa vita zako, zote katika mwendo wako wa maisha, kila saa, kila dakika, ukitembea kwa barabara, ukienda kwa kazini, ukifanya biashara zako, ukirudi manyumbani, kwa watoto wako, kila saa, kila dakika, kila sekunde, Mungu anaona kila kitu ambacho unafanya. Lakini akili zetu zinakuaga zinaonyesha kuwa ni mimi niko peke yangu. Ni mimi niko ndani ya nyumba peke yangu. Hii kilio ambayo ninapitia ni mimi tu peke yangu ninaona. Hii shida ambayo ninapitia, pengine watoto wako hawaendi shule, hakuna karo ya shule, fedha za shule, ni mimi tu ninapitia, ama mimi tu ndio ninajua. Mungu anaona kila kitu hadi kwa ndani ya moyo wako. Chochote ambacho umeficha ndani ya moyo wako, Mungu anaona. Inatisha sana kuwa sisi hatuko peke yetu. Sisi kuna Mungu ndani yetu ambaye anaona chochote ambacho unafanya. Hilo linathibitishwa kwa kitabu cha Waebrania sura 4 mstari wa 13. Waebrania sura 4 mstari wa 13 nasema hivi, unasema hakuna kiumbe chochote kinachoweza
kujificha mbele ya Mungu. Kila kitu kiko wazi kabisa mbele yake, na kwake sisi sote tutatoa hesabu. Inatisha sana. Inasema kuwa tukikuwa ndani ya maisha yetu, tunatembea kwa vitu zetu, sisi tunadhani tuko peke yetu, lakini Mungu anaandika kila kitu ambacho tumefanya. Anaandika mawazo yetu, anaandika ndani ya moyo wetu, anaandika chochote ambacho tumeficha, anakiandika, na siku moja tutatoa hesabu, na siku moja kitakuwa wazi mbele ya watu. Siku ile ya mwisho, Biblia inasema kuwa watu wote, hata kama ni mabilioni na mabilioni na matrilioni na wangapi, wote watapiga magoti mbele ya Mungu, na kila mtu atatoa hesabu kwa kila kitu ambacho alifanya. Ndio tunasisitizaga kuwa watu wakuwe wanatubu, ndiyo hiyo hesabu isiweze kuwa kwa maisha yao, kuwa Mungu atafuta hiyo dhambi. Lakini siku ya leo tunataka kuona rehema ya Mungu katika hizo shida tunapitia, katika hizo janga tunapitia. Pengine wewe ni mama hauna bwana, pengine wewe ni mama uko na watoto ambao wewe mwenyewe unateseka, lakini hujawahi jua kuwa Mungu ako na wewe. Mungu anakuwaga na wewe kwa hiyo shida yako. Pengine wewe huna chakula, unataka kuambia yule mtu ambaye ako karibu na wewe, ama yule kwa kizungu inaitwa neighbor, yule mtu ambaye mumepanga na yeye anaishi karibu na wewe, unataka kumuitisha hata kama ni chumvi, lakini unaona mimi sina hata chumvi ya kupikia watoto wangu. Yaani wewe unaona ni kama wewe tu ndio uko peke yako kwa hii mateso. Lakini nakwambia Biblia inasema kuwa kila kitu kinaonekana kwa macho ya Mungu. Mungu, leo ninataka kukuonyesha kuwa Mungu ni wa rehema. Ndio, hata kama wewe uamini Mungu yuko, leo neno ambalo nitakupatia na ushuhuda nitakupatia, nitakuonyesha kuwa huyo Mungu bado ako na wewe. Kwa hiyo shida, mbona hujawahi jiuliza, mbona sijawahi kufa? Mbona watoto wangu hawajawahi kufa? Mbona hata kama sina chakula, mbona sijawahi kufa? Jiulize hiyo swali. Inakuwaga ngumu ukipitia kwa hiyo mateso. Mateso ni kama kiboko. Mtu anakupiga mjeledi, anakuumiza, unasikia uchungu sana. Pengine unapitia shida, lakini hujawahi jua kuwa Mungu ako na wewe. Mungu ako na wewe. Inaitwa rehema za Mungu. Ninakufungua leo macho yako uone kuwa hata kwa hiyo shida Mungu yuko. Hata kwa hiyo shida Mungu yuko. Kitu ingine ambayo tunafaa kujua kwa Mungu, huyu Mungu kawaida yake huchagua kuonyesha rehema. Yeye ni Mungu ambaye anachagua kuonyesha rehema. Rehema zake anakuonyesha wewe, na rehema zake anaonyesha mtu mwingine. Ni yeye ndio anapatiana rehema. Sisi hatuwezi dai rehema kwake. Sisi hatuwezi pigania rehema kwake. Si ati kusoma sana ama kuomba sana ndio inaweza fanya rehema yake itokee. Hapana, yeye mwenyewe ndio anachagua kukupatia rehema. Rehema zake ni tele. Tukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 19 unasema hivi. Unasema hii ni siku ambaye Musa alikuwa anaongea na Mungu, na Mungu kuna kitu alikuwa anataka kufundisha Musa. Alikuwa anataka kumuonesha kuwa yeye ni Mungu wa rehema. Lakini aliambia Musa hivi. Alimwambia, Mwenyezi Mungu akasema, nitakupitisha mbele yangu katika fahari yangu yote, nami nitatangaza jina langu Bwana. Nitamrehemu yeyote nitakayetaka kumrehemu. Nitamrehemu yeyote nitayetaka kumrehemu, na nitamhurumia yeyote nitakayetaka kumhurumia. Ukiona saa zingine unapitia shida, ama ukiona mtu anateseka, ni rehema ya Mungu bado ijamfikia. Lakini Mungu akiamua kukupatia rehema, we mwenyewe utakuwa ushuhuda.
Amina, ushuhuda. Hapa tunaona wazi ni Mungu anayechagua kumrehemu mtu, si kwa matendo yetu. Si ati wewe unasoma, si ati wewe unaomba kwa bidii ama umefunga sana. Hapana, rehema inatoka kwa Mungu kulingana na yeye mwenyewe. Rehema za Mungu, rehema za Mungu, rehema za Mungu. Najua kuwa rehema za Mungu ni tele. Ukiangalia leo umeteseka, lakini bado wewe unaishi, bado wewe uko sawa, lakini umepitia mateso mengi sana, kwa sababu rehema ya Mungu ilikuwa na wewe. Amina. Rehema ya Mungu iko na wewe. Tunaona pia rehema katika maisha yetu. Unaweza kuwa huna chakula, uko hospitali, unahangaika shuleni, watoto wako hawana fedha za shule, biashara yako inaanguka, lakini Mungu anaweza kubadilisha hali yako. Hiyo ndio inaitwa nini? Inaitwa rehema. Leo niko na shuhuda kidogo. Shuhuda yangu nitawaelezea. Na hii shuhuda yangu si kunihusu mimi. Shuhuda yangu ni kuhusu mzee mmoja ambaye nilimuona na akanifundisha rehema za Mungu. Amina. Shuhuda yangu leo ni kukueleza kuwa Mungu ako nasi. Hata wale ambao ni watajiri, hata wale ambao ni maskini, wote Mungu rehema zake ziko nasi. Leo nilikuwa nikitembea kwa njia. Nilikuwa nikitembea peke yangu. Nikitembea sehemu fulani, na hii sehemu fulani ambayo nilikuwa natembea kulikuwa na duka kubwa, jengo kubwa la duka mbele, lakini nyuma ni kama pahali kumesaulika. Kwa hiyo jengo kumenyamaza, hakuna watu. So mimi nikapitia nyuma. Kupitia nyuma nikaona wale ambao tunasema, sijui kwa Kiswahili sana, lakini kwa Kizungu wanaitwa homeless. Mtu ambaye ana pahali pa kuishi. Tutasema maskini. Wale tunawapata kwa barabara. Na huyu mtu alikuwa amekaa peke yake, na ni mzee wa miaka kama 60 na kitu, na alikuwa amekaa peke yake, na ile gari alikuwa ni kama kiwete, hawezi tembea, na alikuwa na gari lake lile la kuvuruta, lile la mtu ambaye anakuaga hawezi tembea, ambaye ni kiwete, imewekwa kando, na huyo mzee amekaa chini, amenyenyekea chini, na uso wake unaangalia chini. Lakini nikitembea hapo ninaona tu matakataka, ninaona uchafu. Nikajua hapa ni sehemu pengine au watu ambao wana makwao, ama tunasema wale watu ambao tunawapata kwa barabara, maskini ambao hawana nyumba. Hao watu niliona ni kama sehemu yao. So jumba ni kubwa ambalo ni la biashara, lakini huko nyuma juu kumejificha, nimeona huyu mzee, alafu takataka zimejaa, na huyu mzee amekaa chini. Nikajua huyu mzee hana pahali pa kuishi. Badala mimi nimpite, mimi nikaona tu niende niongee na yeye, nimueleze kuhusu Yesu Kristo. Kitu ilinisukuma niende niongee na yeye. Mimi nikaongea na yeye, nikaanza kumuongelesha, nimuambie ujumbe wa Yesu Kristo. Lakini huyu mzee tukaanza kuongea na yeye, ndio akaanza kunifunulia mambo ya maisha yake, na kupitia maisha yake nikaelewa kuwa Mungu kweli ni wa rehema. Huyo mzee ana pahali pa kuishi. Huyo mzee anaishi kwa barabara, lakini bado anajua Yesu Kristo. Ananiambia kuwa kila siku akiamka lazima ashukuru Yesu Kristo. Ilinishangaza sana. Kwa mateso yake, hana nyumba, hana pahali, lakini bado anasema ninashukuru kwa sababu ninamuelewa sana huyu Mungu, kuwa leo ninaishi, kesho nitaishi
kwa sababu ya rehema zake. Aliniambia hana pahali pa kuishi, na akaniambia pia mimi sijui hii mchana leo ilikuwa ni kama saa 7, sijui ni chakula gani nitaenda kupata. Nilimuuliza, kama wewe ni mtu ambaye hauna pahali pa kuishi na unaishi ndani ya barabara, unakulaje chakula? Unapataje fedha? Na maisha vile ni ngumu hata kwa watu wengine, kwako inaendaje? Akaniambia kuwa hajui ni wapi, lakini pia akaniambia pengine Mungu amekutuma ukuje kwangu, wewe pengine umetumwa na Mungu. Amina. Huyu Yesu kumbe anakuanga ndani yetu, anatutawala. Mungu anatutawala, anatuongoza kila pahali, ndio tuende tusaidia watu wengine ambao hao watu wenyewe Mungu amewapangia rehema kwa hiyo siku. Rehema iko kila pahali. Mimi sikupita hiyo njia niende tu, nilikuwa nikienda shughuli zangu, kitu kanisimamisha niende niongee na yeye, kumuuliza yeye mwenyewe ananiambia ni Mungu amekuleta kwangu. Kwa sababu ya nini? Yeye kwa umaskini wake anaona kuwa ni rehema ya Mungu imemleta wewe kwangu, kwa sababu hiyo barabara hakuna watu, ni jumba limesaulika. Rehema za Mungu ni tele. Ingawa tuoni Mungu, lakini Mungu ametupangia sehemu ama kitu fulani ambacho kitatufanyikia leo, kitu kitatufanyikia kesho, kitu kitatufanyikia hilo siku lingine. Mungu asahau watu wote. Hata kama wewe ni mchawi, hata kama wewe ni mpinga Kristo, hata kama wewe ni Mwislamu, hata kama wewe ni mpagani ambaye huamini Mungu, hata kama wewe unaua watu, hata kama wewe unafanya madhara mabaya mbele za Mungu, bado Mungu ana rehema kwako. Inatisha sana kuelewa kuwa Mungu rehema zake yeye mwenyewe ndio anachagua kukupatia. Hawezi ambia mtu mwingine, Mungu huyu mtu ni mbaya, usimpatie rehema. Mungu afikirii kama sisi. Utaona kuwa huyo mtu ambaye anakutesa, huyo mtu ambaye anakudhulumu, Mungu bado anampatia rehema. Rehema za Mungu ni tele kwa kila mtu. Biblia inasema kuwa mvua inanyesha kwa kila mtu, wale watu wazuri na watu wabaya. Jua inawaka kwa watu wazuri na watu wabaya. Mungu ana ubaguzi, anapenda watu wote. Hata kama wewe ni mbaya aje, hata kama wewe umefanya makosa gani, hata kama wewe ni mwenye dhambi aje, jua lazima itakuwakia na mvua lazima itakunyeshea, ndio uweze kuwa na shamba lako liweze kumea. Inatisha sana kuwa rehema za Mungu hatuwezi chagua. Ye mwenyewe ndio anatupatia. Kila siku rehema za Mungu ziko tele kwa maisha yetu, ingawa hatuzioni. Huyo mzee alinikumbusha vizuri, aliniambia kuwa mimi kila siku lazima nimshukuru Mungu. Anamshukuru Mungu kwa uhai wake, lakini bado aoni kuwa huyu yeye mwenyewe hana pahali pa kuishi, lakini anaelewa rehema za Mungu. Ukishikwa kama maisha yako imekuwa mwisho, kama wewe umefikishwa kwa ukuta, siku hiyo ndio utajua kuwa kweli Mungu rehema zake ziko tele. Biblia ndio Yesu alisema kwa Biblia kuwa ni ngumu sana kwa tajiri kuingia mbinguni, kwa sababu tajiri haoni neema ya Mungu. Amen. Tajiri akitaka gari ananunua, akitaka ndege ananunua, akitaka kuenda nchi nyingine anaenda, akitaka hii na hile anapata. Haoni rehema za Mungu. Lakini mtu ambaye amefikishwa mwisho, shida imempitisha mwisho, huyu mtu anajua mimi ni mwenye dhambi, amepitishwa mpaka imefika mwisho, anaona rehema za Mungu. Huyo maskini ambaye ni mzee, alikuwa ambaye ni kiwete, amekaa chini, maisha yake imekuwa mwisho, anaona rehema za Mungu. Kweli rehema za Mungu ni tele. Ukisamehewa dhambi, si wewe ati ulikuwa unafaa kusamehewa, ni rehema ya Mungu. Rehema za Mungu, ndugu zangu,
ni tele sana, ni tele. Yesu ni Mungu wa rehema. Yesu ni Mungu wa rehema. Inasema watu wengi hutumia jina la Yesu vibaya, lakini hilo ndilo jina linalotoa rehema. Tunatumia hiyo jina. Unaona kwa sinema, pale kwa watu wanafanya sinema, wanatumia jina la Yesu kwa ubaya, wanailaani, wanaiongelesha vibaya, wanatumia hiyo jina. Sasa zile unafanya kitu mabaya, unasema Yesu Kristo, yani unaanza kucheka, lakini hiyo jina ndiyo jina ambalo linakupatia huyo mtu rehema. Tunatumiaga jina la Yesu Kristo kwa ukashifu, lakini hilo jina ukiliita ni linaleta rehema. Tukiona kwa kitabu cha Biblia, tukiona tutaona kuwa Yesu ni Mungu wa rehema. Alikuja duniani. Biblia inasema Mungu alichukua mfano wa binadamu. Inatisha sana. Even kwa akili zetu kuelewa kuwa Mungu ambaye alikuwa mbinguni aliona utukufu wake, akawacha utukufu wake, malaika wanamtukuza, akaona akuje duniani achukue mfano wa binadamu, aishi na binadamu. Aliuacha utukufu wake, akuje kunyenyekea kwa binadamu, atufundishe sisi binadamu na atusaidie kwa shida zetu. Na siku ile Yesu alikuwa anatembea Yerusalemu, alikuwa akitembea kwa Israeli. Biblia inasema alikuwa anatembea kila nchi, kila sehemu, kila kikoa. Biblia inasema hakuna pale hakukuwa anatembea. Watu walikuwa wanamjua, na akikuja watu wanajaa, kwa sababu wanajua rehema za Yesu zimekuja. Yesu akikuja na watu wasikie kuwa Yesu anakuja, watu walikuwa wanakimbizana, wanaenda wanajaa, wanataka kumsikiza Yesu. Akienda milimani, Biblia inasema kuwa watu walikuwa wanatoka vikoa tofauti tofauti, sehemu tofauti tofauti, wanatembea na mguu, wanakuja mama na watoto, wanaenda mpaka kwa mlima, wanajazana, maelfu na maelfu, 5,000 wanajaa, wanataka kumsikia, wanataka kuona rehema zake, wanataka kuponywa magonjwa zao, wanataka kusaidiwa. Wale ambao wako na mapepo zao zitoke. Mungu alikuwa anaonyesha rehema zake. Tukiangalia kwa kitabu cha Marko sura ya 10 mstari wa 47, kulikuwako na huyu kipofu ambaye hakukuwa anaona. Huyu kipofu hakukuwa anaona, hakukuwa kabisa anaona. Alikuwako anateseka sana, alikuwa anaishi ndani ya barabara. Siku moja Yesu akaamua kupita huko, na vile Yesu alikuwa anapita, watu wakamwambia kuwa Yesu ako hiyo sehemu, na yeye akaamua, jina lake ambaye ni Bartimayo, akaamua akasema, leo hii rehema haitanipita. Na akaanza kupiga makelele, anapiga makelele, watu wanamnyamazisha, anapiga makelele, anataka rehema za Mungu zimfikie. Huyu mtu alikuwa kwa maskini ambaye anaishi ndani ya barabara na bado ni kipofu. Fikiria ndugu zangu, wewe ni kipofu na wewe ni maskini, hauna popote pa kwenda kuishi, unaishi ndani ya barabara, unatafuta fedha yako kwa barabara. Hiyo ni maisha ngumu kiasi gani? Uoni hata ule mtu anakupatia sadaka la shilingi 1, humuoni. Hata ukikosa sadaka hiyo siku yote, huoni mtu yote. Hata mtu akitaka kukuibia hiyo sadaka shilingi 1, anaiba. Huyu mtu alikuwa maskini na ni kipofu. Inatisha sana hiyo shida. Hiyo ni shida kubwa sana. Biblia inasema Kutoka 46 anasema, basi wakafika Yeriko, na Yesu alipokuwa anatoka katika mji huo akiwa na wanafunzi wake pamoja
na umati mkubwa wa watu, kipofu mwana wa Timayo aitwaye Bartimayo alikuwa ameketi kando ya barabara. Inamaanisha huyu mtu alikuwako ni mtu ambaye hajiwezi, ni kipofu na bado ni maskini, hajiwezi. Barabara anaomba maskini, alikuwako ni maskini, ni kipofu na ni maskini. 47 inasema hivi, aliposikia kwamba ni Yesu wa Nazareti aliyekuwa anapita mahali hapo, alianza kupaza sauti, Yesu mwana wa Daudi, nihurumie. Watu wengi walimkemea ili anyamaze, lakini yeye akazidi kupaza sauti, mwana wa Daudi, nihurumie. Mwana wa Daudi, nihurumie. Mwana wa Daudi, nihurumie. Ndugu zangu, hii inatufundisha nini? Inatufundisha kuwa huyu mtu alijua analilia Yesu ndio rehema aipate. Analilia Yesu ndio aweze kupata rehema kwake. Alikuwa analia, anasema, mwana wa Daudi, mwana wa Daudi, nihurumie. Kuna kitu nataka kukufundisha. Huyu mtu ambaye alikuwa ni maskini, ambaye alikuwa ni kipofu, aliita Yesu mwana wa Daudi. Kwa nini aliita mwana wa Daudi? Kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu alimfunulia kuwa huyu Yesu si mtu wa kawaida. Kwa sababu siku hiyo watu wote walikuwa wakiamini kuwa Yesu alikuwa tu ni nabii. Lakini Mungu alifunulia huyu kipofu na kumweleza kuwa huyu mtu ambaye anakuja leo si nabii peke yake, bali ni mwana wa Daudi. Na tunajua kuwa mwana wa Daudi ni Mungu kabisa. Kwa kuwa kitabu cha Mathayo sura 22, Yesu akiongea na Mayahudi aliwauliza swali, kweli huyu mwana wa Daudi ni nani? Ndugu zangu, huyu mtu alikuwa na ufunuo mkubwa. Huyu maskini na kipofu alielewa Yesu ni nani kuliko watu wengi ambao walikuwa naishi hizo siku na karne hizo. Alimuita aje Yesu? Alimwambia, mwana wa Daudi, nihurumie. Na Biblia kuwa ikasema Yesu alimhurumia. Yesu alimhurumia. Yesu alionyesha rehema pia msalabani. Yesu alionyesha rehema zake msalabani. Mungu alikuja akachukua mfano wa binadamu, akaonyesha rehema zake katika msalaba. Katika kitabu cha Luka sura 23 mstari wa 34, Yesu akisulubiwa msalaba, Biblia inasema kuwa alipigwa vita, alipigwa mjaledi, walimtesa kabla wampeleke katika msalaba. Walimpiga sana, walimtesa sana. Maaskari wale walikuwa na yeye wanampiga, walikuwa wanamtesa sana, walimpiga sana. Lakini Biblia inasema akikuwa juu ya msalaba alisema kitu moja, akaomba na akasema hivi. Luka 23 mstari wa 34 inasema, Yesu akasema, Baba, uwasamehe maana hawajui wanachofanya. Hata kwa shida yake Yesu, hata kwa mapito yake Yesu, alikuwa na rehema kwa binadamu. Alisema, Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui tendo ambacho wanakisema. Yeye mwenyewe alikuwa anataka urehema kwa binadamu. Kwa sababu alikuwa nani? Yeye ndio Mungu wa rehema. Kweli, hiyo ndio rehema ya kweli. Biblia inasema pia kupitia Yesu katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 3 unasema hivi. Kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 3, sura ya 1 mstari wa 3 unasema hivi. Kwa tunajua kwa Yesu ndio mwanga wa wote. Biblia inasema hivi. Inasema kila kitu kilifanyika kwa njia yake,
wala hakuna chochote kilichofanyika pasipo yeye. Vile Yesu alitengeneza dunia mzima, Biblia inasema vile alitengeneza dunia mzima, alitengeneza kila kitu ambacho unakiona, hata kama ni mchanga, hata kama ni miti, hata kama ni magari, hata kama ni nyumba, hakiwezi tengenezwa bila yeye. Hivyo ndio Biblia inasema kila kitu kilifanyika kwa njia yake, wala hakuna chochote kilichofanyika pasipo yeye. Pasipo yeye ni nani? Pasipo Yesu. Hiyo gari unapeleka, yeye ndio alitengeneza. Hiyo hewa unavuta, ni yeye. Hiyo maji unakunywa, hiyo nyumba unaishi, hiyo miti unategemea, hiyo mvua inanyesha, hiyo jua inawaka, ni yeye aliileta duniani. Bila yeye, Biblia inasema wala hakuna chochote kilichofanyika pasipo yeye. Kila kitu inamaanisha ni yeye alikiumba. Hiyo ni nini, ndugu yangu? Hiyo ni rehema. Hiyo ni rehema. Hata maisha yako, hata vile unaishi, hii maisha ambayo wewe mwenyewe unaishi, yeye ndiyo aliileta katika duniani. Wewe umeletwa duniani kupitia uhai wa Yesu Kristo. Hivyo ndio Biblia inasema. Katika Biblia wa Yohana sura ya 1 mstari wa 9 unasema hivi. Yohana sura ya 1 mstari wa 9, kila kitu kiliumbwa na Yesu Kristo. Hivyo ndio Biblia inasema hivi. Inasema nuru iliye ya kweli. Nuru ya kweli ni Yesu Kristo. Yesu alisema mimi ndio nuru ya dunia. So Biblia inasema nuru ile ya kweli iliyomwangazia kila mtu ilikuwa inakuja ulimwenguni. Nuru ile ya kweli iliyomwangazia kila mtu ilikuwa inakuja ulimwenguni. Kumaanisha kuwa kila uhai ambacho tumepokea hii uhai. Wewe umekuja si kwa sababu ya mama yako na baba yako, ni kwa sababu Yesu Kristo alikupatia uhai. Yeye ndio mwangaza wa uhai, alikupatia uhai, ama yeye ndio nuru ya kweli, alikupatia uhai ndio ukaweza kuishi na ukakuwa binadamu. Hata pumzi unayovuta ni rehema ya Mungu. Hata pumzi ambayo sisi wote ambao tunavuta ni kwa sababu ya rehema ya Mungu. Ndugu zangu, kila mtu amepangiwa kifo. Kuna siku kila mtu atahukumiwa. Kuna siku kila mtu atakufa. Binadamu yeyote lazima akufe. Na tukikufa hatuendi tunaenda pahali pengine. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Waebrania sura 9 mstari wa 27, inasema hivi. Inasema kila mtu amepangiwa kufa mara moja tu, na baada ya hapo ni hukumu. Biblia inasema kuwa kuna siku mimi na wewe tutakufa, na tukikufa tunaenda kwa hukumu. Lakini swali yangu ni, baada ya kifo hakuna tena rehema, kuna hukumu. Tukikufa siku ya leo hakuna rehema tena kwa maisha yetu. Siku ya leo tukikufa tunaenda kwa hukumu. Ndio Biblia inasema, Yesu alisema kwa Mathayo sura 22, alisema hivi. Alisema yeye ni Mungu wa uhai, wale ambao wanaishi, si Mungu ambao wale wamekufa. Yeye si Mungu wa wafu, bali yeye ni Mungu wa uhai. Yeye si Mungu ambaye ukikuwa bado unaishi, bado unaweza kumtegemea na upate rehema zake. Lakini ukikufa, yeye si Mungu ambaye watu ambao wamekufa. Yeye ni Mungu wa watu ambaye wako hai na wanaishi. Ndio siku ya leo tunaomba na tunasema kuwa rehema zake zikuwe kwetu, ndio aweze kutuepusha katika hukumu ambayo itatukujia siku ambayo tutakufa. Kwa kuwa Biblia inasema hivi, inasema kila mtu amepangiwa kufa mara moja tu, na baada ya hapo ni hukumu. Lakini leo tunasema kuwa
Mungu bado ako na rehema zake, anaweza tusamehea mimi na wewe. Tunaweza kuwa tumefanya mabaya kwa Mungu, tunaweza kuwa tumefanya dhambi kwa akili yetu, tunaweza kuwa tumefanya dhambi kwa moyo wetu, tunaweza kuwa tumetusi mtu, tunaweza kuwa tumedhulumu mtu, tunaweza kuwa tumefanya mabaya, tumesengenyana, tunakuwa na hasira, lakini Mungu anasema bado mimi ni Mungu wa wale ambao wanaishi, na wakininyenyekea na watubu dhambi zao, yeye bado ni Mungu wa rehema na ataturehemu. Ndio hukumu ikifika, tutahukumiwa na hatutalaumiwa na yeye. Bado rehema za Mungu zinatuendeleza, bado rehema za Mungu ni tele katika maisha yetu. Wewe unaishi, wewe unakula, wewe bado hewa unatumia hewa, bado wewe mwenyewe unatembea katika hii dunia, bado rehema za Mungu ni tele kwa maisha yetu. Yesu Kristo bado ni Mungu wa rehema. Yesu Kristo bado ni Mungu wa rehema. Ndio anasisitiza tukifanya dhambi tutubu, ndio hiyo dhambi tusamehewe, kwa sababu yeye ni Mungu ambaye anaona kila kitu, kila saa, kila dakika, na linaandikwa katika kitabu chake makosa yote ambayo tunatenda. Ndio anatuomba kila saa tuweze kutubu dhambi zetu, ndio rehema zake ziweze kutufikia. Kwa sababu ukikufa, yeye si Mungu wa wale ambao wamekufa, yeye ni Mungu ambao ni Mungu wa watu ambao wanaishi. Kwa Kizungu inasema he is a God of living, not a God of death. Ama yeye ni Mungu wa watu ambao wanaishi, si Mungu ambao watu wamekufa. Ukikufa, Biblia inasema ni hukumu. Leo ndugu zangu ni siku ya wokovu. Leo ndugu zangu ni siku ya rehema. Leo ndugu zangu ni siku ya kumrejea Yesu Kristo. Leo ndugu zangu ni siku ya rehema kwa Mungu. Leo ndugu zangu ni siku ya rehema. Huyo mzee ambaye ni maskini nilimuona, anaelewa kabisa kuwa rehema za Mungu ndio mpaka leo zimemsimamisha. Akiamka asubuhi lazima aombe Mungu, amwambie asante kwa siku ya leo. Anajua mchana, ajui popote ni nini atakula, lakini kuamka asubuhi anaweka maombi yake kwa Mungu na kumshukuru kwa kuwa yeye Mungu amemrehemu na akamwonyesha siku ingine. Na leo wewe utaomba Mungu kweli? Utamwambia Mungu nisamehe, Mungu nisaidie, Mungu nionyeshe njia, Mungu nisaidie. Yesu Kristo amesema bado yeye ni Mungu wa wale ambao wanaishi na rehema zake ni tele. Aliambia Musa, akamwambia rehema zangu ni tele, rehema zangu ni tele. Nitaonyesha rehema kwa wale ambao mimi nitawaonyesha na nitawarehemu. Yesu bado ni Mungu wa kurehemu. Yesu Kristo ni Mungu wa kurehemu, anarehemu kila siku. Mikono zake zimefunguka kwetu, anatuomba, anatuambia turudi kwake, anatuomba, anatuambia tutubu dhambi zetu, anatuomba, anatuambia kuwa yeye bado anaweza, yeye bado anaweza. Yeye bado anaweza. Ndugu zangu, siku ya leo, neno la leo ni rehema za Mungu. Wewe mwenyewe umeziona kwa maisha yako. Wewe mwenyewe umeziona. Umepitia mapito, umepitia shida katika maisha yako. Bado Mungu anakuita, anakuambia rehema zangu ni tele. Mrudie Yesu Kristo. Kama umjui, wewe bado hujaokoka, mrudie Yesu Kristo. Bado Yesu Kristo anaweza kukuokoa. Bila kuokolewa hauwezi ingia mbinguni. Biblia imesema hivyo. Imesema kuwa wale ambao wataingia mbinguni ni wale ambao wamemuitikia Yesu Kristo. Kwa kuwa Yesu alisema yeye tu ndio njia, yeye tu ndio njia. Hakuna mwingine ambaye anaweza ingia mbinguni bila Yesu Kristo. Kwa kuwa yeye ndio mlango wa mbinguni. Yeye ndio njia ya kwenda mbinguni. Yeye ndio njia
ya wokovu. Yeye ndio njia, anaweza kukusamehea. Hakuna Mungu mwingine ambaye anaweza kusamehea bila Yesu Kristo. Yesu Kristo peke yake. Yeye tu ndio anaweza kukusamehea. Yeye tu ndio anaweza kuwekea mkono wako, kama vile aliambia Musa, nitawarehemu wale ambao mimi nataka kuwarehemu. Leo Mungu anakuonyesha, anakuambia yeye tu ndio anaweza kurehemu. Kama hujawahi mpokea, tunaomba leo umpokee. Kama hujawahi kumjua, tunaomba umjue leo kuwa yeye ni Mungu wa rehema. Hizo mapito ambazo unapitia, hizo shida ambazo unapitia, yeye anaweza kukuponyesha. Yeye anaweza kukusaidia. Magonjwa ambazo unaweza zimeshindikana na daktari, ukimuomba, rehema zake bado ni tele. Ni Mungu ambao anafanya miujiza. Miujiza zake bado zinaendelea kuishi. Yeye ni Mungu, anasaidia watoto wako, anaweza saidia nyumba yako, anaweza saidia ndoa yako, anaweza saidia kazi yako, anaweza bariki mikono zako. Yeye ni Mungu, anaweza toa laana kwa maisha yako. Yeye ni Mungu, anaweza kupigania kwa wachawi. Yeye ni Mungu, anaweza kusaidia kila njia. Mtu ambaye anakutesa, yeye ni Mungu, anaweza kuepusha. Ni jina lake ni nini? Yeye ni Mungu wa rehema. Kama unataka kumpokea Yesu Kristo, ninaomba uombe nami siku ya leo. Hata kama uko kwa gari lako, hata kama uko kwa nyumba yako, hata kama uko kwa sehemu unatembea kwa barabara, nataka uombe na mimi. Uombe na mimi leo, dakika moja tu, na umpokea Yesu Kristo, na rehema zake utaziona kwa maisha yako. Hautalalamika tena. Hizo shida unapitia hautapitia tena. Hizo magonjwa unapitia hautapitia tena, ukimpokea Yesu Kristo. Haijalishi ni dini gani uko, haijalishi kama wewe ni Muislamu, haijalishi kama wewe ni mkafiri, haijalishi kama wewe ni mpagani, haijalishi kama wewe ni Muhindi unaabudu masanamu, haijalishi kama unaabudu ng'ombe, haijalishi kama wewe ni unaabudu Mungu tofauti, lakini yeye leo ukimwamini na ukimuitikia, atafuta dhambi zako na atakusaidia, atakuponyesha magonjwa. Kama hujawahi kupata mimba, wewe kama ni mwanamke, hatakupatia mimba, kwa kuwa yeye rehema zake ni tele. Nataka uombe na mimi. Usikuwe na haya, usiogope. Yeye atakusaidia. Moyo wako anakuita ndani ya moyo wako. Anakuita siku ya leo. Anakuambia njoo. Njooni nyote mliolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kama mizigo zako ni mingi, kama shida zako ni mingi, umepitia mapito, leo Yesu Kristo anasema nitapumzisha nafsi yako. Nataka tuombe dakika moja, umpokee huyu Yesu na miujiza yako ianze kutekelezwa kwa maisha yako. Sema hivi: Bwana Yesu Kristo, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimefanya mabaya maisha yangu yote. Ewe Yesu Kristo, nisamehe dhambi zangu. Nihurumie Yesu. Ninataka kukupokea kama Mwokozi na Bwana wangu. Unilinde maisha yangu. Unipatie Roho Mtakatifu anilinde maisha yangu. Ewe Yesu Kristo, nisaidie. Nisaidie. Asante kwa yule ambaye ameomba na kwa imani. Mungu anasema kwa yule ambaye atamuita ataitika. Kwa siku ya leo umemuita kwa jina lake na yeye ataitika. Na tunashukuru na tunakuombea kwa mazuri na baraka zako zote ambazo zilikuwa zimefichwa na shetani utarudishiwa katika maisha yako, wewe na watoto wako. Ndugu zangu,
Neno la leo lilikuwa ni rehema ya Mungu. Nimekuonyesha ushuhuda ambao niliuona, nikakufundisha neno la Mungu kwa kitabu chake, na leo nimekuombea Mungu aweze kukuponya na aweze kukusamehea dhambi zako. Nimeashukuru kwa wapendwa wote na wale ambao wameomba nami, na Mungu baraka zake ni tele na rehema zake ni tele. Ninaomba kuwa sasa ndio wakati wa mwisho na neno letu limefika mwisho, hadi wakati mwingine na saa ingine ambayo Mungu atatupa rehema ya kurudi tena na kukupatia neno lingine. Ninashukuru na ninaomba rehema na baraka za Mungu ziwe nanyi katika maisha yenu na watoto wenu. Amina. Amen. Amen.